Ila jamani, siku hizi comedian wako wengi, wachekeshaji huko mitandaoni wako wengi. Sasa leo nimekuletea vichekesho 10 bora vya Nabii Tito. Huyu comedian chipkizi, nimekuletea vichekesho vyake 10 bora. Sasa sitaki kukuchosha, na wewe usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda, na wewe usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja live, tukaanze na kichekesho namba 10. Kuna chuma hicho. Leo hii nataka nishangaze dunia, ili ujue Mungu ana watu, ana watoto. Unaona huyu kiumbe ni binti mzuri sana, huyu mtoto wa Mungu, na yeye anasema akifanya mapenzi asikii chochote. Kwa hiyo leo hii nina kazi moja tu ya kumsaidia, ninamuombea ili pazibe. Usicheke maombi atakataa. Yaani leo nafanya maombi kabisa pafunge, ibakia sema ukojolea. Kwa sababu yule nyoka anawatesa na watoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu, unaona mtoto kama huyu, mtoto wa binadamu. Nyoka leta huyu mtoto wa Mungu, ni malaika. Kwa hiyo kama watoto wa Mungu bwana, umegeuka hivyo tena. Kwa hiyo bwana, mimi namuombea kabisa ili watu mjue kabisa kwamba usigeuke tena bwana, ukigeuka bwana maombi yanakataa. Kwa jina la Mungu aliye hai. Nafunga sasa hivi, napafunga hapo. Ninapafunga. Usicheke hapa tafunga. Ninafunga. Unacheka nini? Ninafunga hapo. Sasa hivi yoyote joka lolote likigusa lianguke. Usicheke sasa hilo, tuseme amina. Joka lolote likigusa hapa, joka lenyewe linaanguka. Nilale kabisa. Yoyote akimgusa hayo yanisi, mtoto wa Mungu na atakufa. Mariam, maombi yakubali haya. Sasa tukaangalie namba 9. Kuna chuma hicho. Haya, moja kwa moja nikupeleke namba 8. Kuna chuma hicho. Mimi ndio Isa bin Maryam. Sijazaliwa mimi na mwanaume na mwanamke. Nimezaliwa na mwanamke peke yake kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mama yangu naye ni bikira, naishi naye. Mama yangu anaitwa Maryam. Mama yangu anaitwa Maryam. Mimi ndo Isa bin Maryam. Sina baba mimi kuja kuhukumu ulimwengu. Dini ya Mungu ni Uislamu. Nimekuja kuhukumu ulimwengu. Ushahidi, Suleimani ni Muislamu, ni jina la Kiislamu. Ushahidi, Yusufu ni jina la Kiislamu. Ushahidi, Abrahamu ni jina la Kiislamu. Ushahidi, Ajila ni jina la Kiislamu.
Ushahidi Adamu ni jina la Kiislamu. Ushahidi Hawa ni jina la Kiislamu. Ushahidi Musa ni jina la Kiislamu. Ushahidi Yusufu na Mariamu ni majina ya Kiislamu. Mimi ni Muislamu na mimi ndio Nabii Isa. Nimezaliwa na bikra. Mama yangu hajaingiliwa na ninaishi naye. Mama yangu niko naye ni bikra, naishi naye. Mimi ndiye mtu wa hukumu. Mimi ndio mtu wa hukumu. Mimi ndio Nabii Isa. Nimekuja kuhukumu mashetani, makanisa yote. Sasa tukaangalie namba 7. Kura chuma hicho. Ndio siku zote bwana, kunywa pombe sio dhambi. Watu wanajua pombe ni dhambi. Pombe sio dhambi. Dhambi kubwa ni kufanya mapenzi na mke wako. Hiyo ndio dhambi. Lakini kama unakula vyombo, yaani wewe una dhambi. Kwa hiyo mimi niko hapa kwenye baa moja kubwa sana, najipongeza. Ndio maisha yangu. Mimi mke wangu simgongi, mimi nagonga vyombo. Biblia imesema kwamba Mathayo 19 mstari wa 10 unasema kwamba ili urithi ufalme wa Mungu lazima uwe anisi. Kwa hiyo unatakiwa uwe maanisi. Na ili uwe anisi mzuri, uwe mlevi. Ukiwa mlevi unalala ugongi. Mimi nagonga hapa nenda kulala sigongi, mkiwa mnamwangalia. Karibu nawe, karibu ugonge. Haya, sasa tukaangalie namba 6. Kura chuma hicho. Angaliana. Ni mke wangu huyu hapa simgongi. Ana bikira yake na watoto 3 kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Jamani msigongane jamani. Jamani msigongane. Jamani msigongane jamani. Msifanye mapenzi, ni dhambi kubwa jamani. Kama una mkeo nyumbani mwe mnaangaliana. Hautakufa, utaishi milele. Haya, sasa nikupeleke namba 5. Kura chuma hicho. Mimi Tito ndio Mungu muumba mbingu na nchi. Leo nakuja kuleta neno la uzima na chakula cha uzima. Chakula cha uzima ndo hichi. Nimekuja na mwanangu wa pekee, Yesu Kristo ndo huyu hapa. Anatoa neno la uzima na mimi na chakula cha uzima. Ukitaka kuishi milele usile mafuta. Hiki ni chakula kimepikwa kwa nazi tu. Malagi ya nazi, wali wa nazi. Kuna ndizi, kuna matangu, kuna mboga za majani mchicha, hujaweka chochote, umechemshwa tu. Na chumvi basi. Kwa hiyo kila chakula hichi kila siku utakuwa una hamu ya mapenzi, utaishi milele au utakufa. Lakini ukila mafuta ambayo yanauzwa huko madukani, mafuta ni chakula cha kishetani, utaanza kugonga tu. Wapi neno la uzima? Kristo mwana wangu. Tutasoma Mathayo 19 mstari wa 10 hadi 15, inasema wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo haifai kuoa. Lakini yeye akawaambia, si wote wawezao kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Maana wako matowashi waliozaliwa hali hiyo toka tumboni mwa mama zao. Tena wako matowashi waliofanywa na watu kuwa matowashi. Tena wako matowashi waliojifanya kuwa matowashi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Awezaye kulipokea neno hili na alipokee. Ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Lakini wanafunzi wake wakawakemea. Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Yaani ukiwa mfano na hao, yaani ukiwa mfano na mtoto mdogo, ufalme wa mbinguni ni wako. Mtoto mchanga afanye mapenzi. Kwa hiyo ukitaka kurithi ufalme wangu, mimi Mungu, uache kumgonga mke wako. Kama una mke wako na mume wako, msifanye mapenzi, muwe mnaangaliana tu hivi. Mnasalimiana basi. Kila mtu analala peke yake. Kama kuna vyumba viwili, kila mtu alale kivyake. Ndio utaurithi ufalme wa Mungu. Huyu hapa Yesu Kristo
Huyu hatufanyi mapenzi na ana watoto 3, amepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wewe hapo na wewe acha kufanya mapenzi na mke wako. Ni dhambi, ni laana, utakufa na kutupwa katika jehanamu. Huyu Kristo afanye mapenzi, anaishi milele, na hapa amekupa neno la uzima. Ufanane na mtoto mchanga, uwe toashi. Yaani toashi manake uwe anisi. Kwa hiyo unatakiwa uwe anisi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ufalme wangu wa Mungu watakaotangulia ni maanisi. Kwa hiyo unatakiwa usimgoge mke wako ili utangulie katika ufalme wa Mungu. Ili utangulie. Mathayo 19 mstari wa 10 mpaka 15. Usimgoge mke wako ili utangulie katika ufalme wa Mungu. Utangulie! Gusa! Sasa tukaangalie namba 4. Kula chuma hicho. Mimi Nabii Tito ndiyo Mungu mwenye dunia hii. Wote vijazavyo ni mali yangu. Nimekuja kama mwizi. Mimi ndio mwenye dunia hii. Na mwanangu wa pekee, mwanangu mpendwa wa pekee ni huyu hapa. Huyu ndio Yesu Kristo. Aliyochukua dhambi za ulimwengu mzima, aliyozibeba ni huyu. Alikufa siku ya 3 akafufuka. Huyu hapa ndio Yesu Kristo. Na leo hii nawapa surprise. Mimi ndio Mungu. Leo nawaonyesha Yohana Mbatizaji aliyochinjwa shingo yuko hai. Yohana Mbatizaji aliyochinjwa shingo yake yuko hai. Leo ninamtaja Yohana Mbatizaji ili tukamilisha hukumu. Namtaja Yohana Mbatizaji mtakatifu wangu ili tukamilisha hukumu. Yohana Mbatizaji ni yule pale, ni huyo hapo anaoitwa Gamanywa. Askofu Gamanywa ndiyo Yohana Mbatizaji. Askofu Gamanywa ndiyo Yohana Mbatizaji. Ndiyo aliyombatiza Yesu na ndiyo alionizamisha kwenye maji. Yohana Mbatizaji yupo. Ndiyo Gamanywa ndiyo Yohana Mbatizaji. Gamanywa ndiyo Yohana Mbatizaji. Mumtii. Ni mtii mwa Yohana Mbatizaji ni Gamanywa, mumtii. Pokeni. Tukombe ulimwengu. Tuwakimbize hao Waarabu. Wanatunyesha sumu. Watuletea magonjwa ya kisukari, magonjwa ya TB, magonjwa. Waondoke na viwanda vyao. Yohana Mbatizaji ni Gamanywa. Toa neno Kristo. Tutasoma Yohana 1 mstari wa 29 hadi 34. Nasema, siku ya pili yake aliona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyo ndiye niliyenena habari zake ya kwamba yuaja nyuma yangu, ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuja kabla yangu, wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli. Ndiyo maana mimi nalikuja kubatiza kwa maji. Tena Yohana akashuhudia akasema, nimemuona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake, wala mimi sikujua, lakini yeye. Haya, sasa tukaangalie namba 3. Kula chuma hicho. Aya, sasa tukaangalie namba 2. Kula chuma hicho.
Sasa tukaangalie nambari 1. Kura chuma hicho. Hebu tuambie, kwa nini unang'aa hivyo kama Nabii Yusufu? Nini siri ya mafanikio yako? Si unataka tuchukulie wake zetu mzee? Mimi hapa ni Mungu, na Mungu ndio Bwana wa mabwana, ni wanaume wanawake wote walio watakatifu. Kwa hiyo hata wanawake wale wote duniani, wanao wote wanafanya mapenzi mazuri matamu, wakiamka hayupo mtu, ni mimi hapa nafanya nao dunia mzima. Na mimi ndo naweka mimba za watakatifu. Kwa hiyo mimi hapa ndo Mungu, na nina uwezo wa kuzalisha watu bila kuguswa na mwanaume. Kwa hiyo wanawake zetu wanavyoota wanafanya mapenzi, wanafanya na wewe. Na mimi hapa Mungu, mimi ndo Mungu Muumba mbingu, ndio maana wananiona hivi na wanaburudika kuliko. Jamani, dada zangu mnaoota sasa, kilio chenu kimeisha. Mtafuteni Nabii Tito, mwanze kumlalamikia kwa nini mnamuota. Waache kugongwa tu na manyoka.